Mkurugenzi wa viwango wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam awaalika vijana wote kushiriki misa ya ufukweni. Tumsifu Yesu Kristo. Mapendo. Naitwa Padre Thomas J. Ni mkurugenzi wa vijana Jimbo Kuu la Dar es Salaam, lakini pia ni paroko wa parokia Mikorosho. Karibuni. Kwanza kabisa nianze kwa kusema kwa mwaka huu misa ya ufukweni inafanyika tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka huu 2025 Bagamoyo, na tunaungana majimbo yote mawili, Jimbo Kuu la Dar es Salaam na Jimbo la Bagamoyo, jimbo jipya. Na nikirudi kwenye swali lako kwa nini muhimu, kama tukisoma andiko matakatifu Marko sura ya 4 aya ya kwanza mpaka ya 3, tunaona Yesu Kristo mwenyewe anafundisha akiwa ufukweni. Lakini pia maneno haya tunayasikia tena katika Injili ya Luka sura ya 5 aya ya kwanza mpaka ya 3. Yesu Kristo anafundisha, umati unakusanyika ufukweni unamsikiliza. Kwa hiyo sio kitu kipya, tangu zamani Yesu alifundisha akiwa ufukweni, na hivyo vijana tunapoenda ufukweni kwa ajili ya misa, kimsingi tunaenda kumsikiliza Kristo mwenyewe ambaye tangu zamani alikuwa anafundisha akiwa ufukweni. Beach mass, neno la Kiingereza ambao tafsiri yake ni misa ya ufukweni. Manake tupo kando ya bahari tunafanya misa, na kama nilivyosema kwenye swali la mwanzo, ndivyo Kristo alivyofanya, alihubiri akiwa ufukweni. Kwa hiyo manake tunaenda kumsikiliza Kristo ufukweni, na Kristo anazungumza na sisi au anazungumza na vijana kupitia wachungaji wetu, kwa maana ya baba askofu na mapadri. Kawaida huwa tunataka kuaminisha vijana kwamba inawezekana, kwa sababu mara nyingi vijana hasa msimu wa sikukuu kama huwa Christmas, wanaenda beach mass kwa ajili ya kuogelea, starehe, labda kutafuta wapenzi pengine. Lakini sisi kama vijana wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam na hasa wa Katoliki, tunataka kuwaaminisha vijana kwamba si starehe tu, lakini hata kumtafuta Kristo katika mazingira yale inawezekana. Kwanza kabisa sala ni kuzungumza na Mungu. Na kijana kama Mkristo ni lazima azungumze na Mungu. Ni au niseme kwamba najua vijana wengi wako busy sana, lakini ningeomba vijana wawe na muda maalum kwa ajili ya kusali. Sio kila siku ni shughuli, ni kuhangaika mpaka wanamsahau Mwenyezi Mungu, kwa sababu bila Mungu atafanya kama Petro usiku kucha bila mafanikio yoyote. Kwa kijana ambaye hana sala au asali, manake anaweza kuhangaika sana na kutumia nguvu nyingi bila mafanikio. Kwa vijana watenge muda wa kuzungumza na Mungu. Ni swali zuri sana hilo, kwa sababu hivi karibuni tumeandaa masemina mbalimbali, na tena siku ya beach mass tumeandaa pia semina, na semina hasa inalenga kuhusu hatari na matumizi ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo kupitia semina, kupitia makongamano, kupitia misa na mahubiri yetu, basi tunaweza kuwaelekeza na kuwafundisha hatari ya matumizi ya madawa ya kulevya, lakini pia kuwasaidia walioathirika kuweza kutoka huko na kuwaonya wale ambao wajaanza wasianze, kwa sababu ni hatari. Kwa kupitia semina, kongamano, basi tunaweza kuwaokoa vijana wengi. Kimsingi tunamwiga Kristo mwenyewe. Kwanza Kristo mwenyewe ni vijana mwenzao ambaye daima alihubiri na kufundisha upendo. Kwa msingi wa mapenzi ya kweli ni upendo. Pasipo na upendo hapana mapenzi ya kweli. Kwa vijana kwanza wazingatie upendo, na upendo wa kweli. Kama unampenda mwenzako, hautamtendea mabaya, hautamtumia vibaya, kwa sababu palipo na upendo, basi upendo ukitangulia, upendo ukiongoza, upendo kuwa ni msingi, basi nafikiri mahusiano yatakuwa mazuri. Ningependa kuambia wasikilize
wanavyoambiwa na wachungaji wao, walezi wao. Hao ndio wana busara na experience. Lakini huu urafiki wa mashinikizo unawapoteza, kwa sababu urafiki wa kweli lazima utoke moyoni. Lakini pia ili uweze kutoka moyoni, lazima wasikilize ushauri wa watu ambao wamefanikiwa katika mambo haya ya urafiki. Kwa wasikilize sana na wachuje sana. Na msikiliza nani? Nasikiliza ushauri wa nani? Ukimsikiliza kijana ambaye naye urafiki wake, mawasiliano yake ni mabaya, basi utaishia kuwa na mahusiano na urafiki mbaya. Lakini wakisikiliza wachungaji wao, wakisikiliza walezi wao, wakisikiliza walio na experience zaidi, nafikiri wanaweza kuwa na urafiki mzuri na mahusiano mazuri. Swali muhimu sana hilo, kwa sababu ili kuweza kuishi wito wako lazima kwanza unjue, je, nina wito huu? Kwanza kabisa, vijana wasali sana, wasikurupuke. Sali sana, muombe Mungu sana akufunulie na akujulishe wito wako. Yaani kupitia sala utajua tu. Kama ni novena, sali novena. Kama ni sala zako binafsi, sali sala zako binafsi. Kama ni kwenda mbele ya Yesu Ekaristi, nenda mwambie Yesu, ninaomba kutambua wito wangu. Na wakifanya hivyo, mwisho wa siku watasikia ndani kuna msukumo au kuna sauti inakwambia wewe naweza kuwa mtawa au padre au maisha ya ndoa. Kwa hiyo wasali sana ili kuweza kutambua. Ndani tu watasikia sauti, na kutambua wito wao baada ya kusali ni kupata huo msukumo ndani, kupata interest fulani, kwamba mbona kama natamani kuwa mtawa, mbona kama natamani kuwa kwenye wito wa ndoa. Watapata hiyo tamaa ndani yao. Lakini kwa kukurupuka au kufuata ushauri mbaya, wataishia kukosea wito wao, na mwisho wake itakuwa ni majuto na masikitiko. Kushiriki katika huduma za kanisa, na kwanza kabisa ningewashauri pia viongozi wakubali kutumika katika kanisa. Kwa mfano kuwa viongozi au kutoa huduma mbalimbali wanavyohitajika kwenye usafi wa kanisani. Vijana wanapohitajika kanisani kutoa huduma, wasisite, kwa sababu tunasema kanisa ni mwili wa Kristo. Wanapolitumikia kanisa, wanamtumikia Kristo mwenyewe, na hivyo kutumikia Kristo kuna faida, na faida kubwa ni ufalme wa milele, na wote tunahitaji kuwa katika ufalme huo. Kwa hiyo wajue kabisa, anasema kwa msisitizo tena kwamba kutumikia kanisa au kuhudumia kanisa ni kumhudumia Kristo mwenyewe aliye mwili wa kanisa. Kwanza kabisa, kama mnakumbuka, kama miaka 3 iliyopita, Baba Mtakatifu alitoa waraka ambao unaelekeza utunzaji wa mazingira. Lakini utunzaji wa mazingira kama ulivyouliza kule ufukweni, basi nafikiri ni vizuri wakashiriki katika weka sawa, wasitupe taka ovyo. Kinapokunywa maji, yale makopo wasiyatupe ovyo ovyo. Wanapotumia vifungashio wasiache ovyo ovyo, waweze kuvikusanya, kuvichoma au kuviweka sehemu ambayo inaweza kutupwa baadaye. Ndio. Je, kufurahia burudani za ufukweni kunawezaje kufanywa bila kumkosea Mungu? Inawezekana kabisa. Kama nilivyosema kwenye swali lako la huko nyuma, nasema kwamba lengo la misa ya ufukweni ni kuwasaidia vijana au kuelimisha vijana wajue kwamba kumbe ufukweni si kwa ajili ya starehe tu, lakini pia hata kusali inawezekana. Kumbe sasa wakiwa na mawazo hayo, nafikiri hata wanapofanya burudani, kama hasa vijana wa Katoliki na vijana wa Kristo waliobatizwa, wasifanye kama watu wa duniani, wasifanye kama vijana duniani wanavyofanya, wafanye kama wa Kristo wa Katoliki. Na kwa maana hiyo, wanapofanya burudani zao wakumbuke kwamba ni wa Kristo,
na kama Wakristo wanafundishwa maadili mema, wanafundishwa heshima, wanafundishwa unyenyekevu. Kwa hiyo hayo yote wayafanye kwa misingi hiyo bila kukosea Mungu. Inawezekana kabisa. Una ushauri gani wa matumaini baba, ambao ungependa vijana wajifunze zaidi katika kipindi hiki kwenye maisha yao? Kwanza kabisa nirejee maandiko matakatifu, waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 aya ya 21, mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Hili ndio neno la matumaini, na hasa kipindi hiki ambapo kuna wimbi kubwa la vijana waovu na wanaofanya maovu. Basi wasisongwe katika hayo, lakini wasimame imara katika imani, na hasa kipindi hiki cha Christmas, kipindi hiki ambapo Bwana anazaliwa katikati yetu, wamruhusu apate nafasi katika maisha yao. Tangu zamani Yesu hakupata nafasi, hata kule Bethlehem alikosa nafasi. Sasa asikose nafasi katika maisha yao, kwa sababu ukiwa na Mungu ndani yako, na hasa kijana anapokuwa na Mungu ndani yake, anakuwa kijana mwenye nguvu sana, na tunajua kwamba vijana ndio nguvu la kanisa. Tunahitaji vijana wenye nguvu, si vijana dhaifu, na ile na nguvu basi wanamhitaji Kristo ndani yao. Watumie ujana wao vizuri, nguvu zao vizuri, na hasa nguvu yao kubwa katika kumcha Mungu. Asante, nashukuru sana.